Sijajua kama itakuwa ni rahisi sana kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, kwa sababu mara nyingi timu nyingi ndio muda ambao zinaanza kuwa na malengo. Kuna timu itataka isimwachie mchezaji kwa sababu inashuka daraja. Kuna timu itataka isimwachie mchezaji kwa sababu inataka ubingwa. Si umeelewa? Lakini kuna timu itataka isimwachie mchezaji kwa gharama ndogo, kwa sababu atahitaji hela kubwa. Sasa kwenye dirisha dogo unaenda kununua mchezaji wa gharama kubwa, unaona kabisa ni kitu ambacho inaweza isiwe rahisi sana kuweza kumpata mchezaji. Sisemi haiwezekani, inawezekana, ila sio rahisi, kwa sababu kila timu inaanza kuwa na malengo yake kuelekea mwisho wa msimu. Kwa eneo la Yanga nafikiri no doubt eneo la ushambuliaji, kwa maana kwamba namba 9 wanahitaji kuweka effort zao. Kama wanampata mtu kwenye michuano ya AFCON au kwenye namna watakavyofanya scouting yao, nafikiri Dube amescore yes kwenye ligi na kuwapa goli mbele ya Faraba, lakini nafikiri chances zinazokoswa sana ni nyingi zaidi kuliko zinazowekwa kambani. Anahukumiwa hivyo kwa sababu jukumu lake ni kufunga magoli. Lakini pia mwangalie Boeli ambaye pia pengine ndio ilikuwa ni kwamba angeweza kuwa ni assistant wa Dube, naye bado unaona kuna namna ambayo anajitafuta, si ndivyo? Lakini pia angalia pia Mzizi ambaye tayari yuko na jeraha, you can't talk, kwa sababu tayari yeye anakuonyesha kuna kitu ambacho yupo bora zaidi ya hawa ambao wanaanza, lakini majeraha nafikiri yameenda kuathiri kazi yake. Kwa hiyo nafikiri kwa Yanga, lakini pia wanahitaji playmaker, kwa maana kwamba namba 10. Ukimchukua Dumbia anakuonyesha kila kitu, ni mchezaji mzuri, lakini nafikiri ile consistency yake na namna ambapo unamwona kwenye reactions tofauti, unaona bado fitness level ipo chini sana. Na inawezekana akawa ni mchezaji mzuri ikawa kwenye mazingira ya ligi ambao kaingia, kwa sababu ni mchezaji ambaye namuona ni wale wachezaji wa don't touch me, yaani tusigusane. Sasa ukifika sana unamwona anatoka kabisa kwenye game. Kwa nafikiri Yanga hapo kwenye eneo hilo wanahitaji kuwa na mtu. Yes, kwa maana namba 2 hizo nafikiri kwangu naziona ndo wanahitaji kuingia sokoni. Ukimwangalia Rasili Kouma nafikiri akisogezwa juu kwenye eneo namba 10, kama hawataingia sokoni, nafikiri namuona anaweza kufanya kazi nzuri. Passing yake sio mbovu, lakini pia ana tough sana, anafika sana. Kwa hiyo unamuona hata kwenye eneo namba 8 ana uwezo kusaidia. Lana mzuri sana kwenye eneo la defense hapa katikati, anafanya vitu vingi, ana uwezo wa kuwasaidia. Itategemea tu mwalimu anataka kumtumia kwenye eneo gani. Ingawa kwangu mimi kama ningekuwa kwenye benchi la ufundi la Yanga, naona kwenye eneo hilo anaweza kafaa na akawasaidia.